Jean-Claude Van Damme ni fundi wa karate na anajulikana kwa wapenzi wengi wa filamu za mapigano. Alizaliwa Oktoba 18 mwaka 1960 nchini Ubelgiji na aliitwa Jean-Claude Camille Francois van Varenberg. Hapo baadaye alifupisha jina lake na kujiita Jean-Claude Van Damme. Mama yake alifanya kazi kama muuza maua na baba yake alikuwa mhasibu. Jean-Claude alianza kucheza michezo ya sanaa mbalimbali akiwa na umri wa miaka 10 tu. Alisemekana kuwa dhaifu sana wakati huo, kwa hiyo baba yake alimwandikisha katika shule ya karate. Kuanzia hapo nguvu zake nyingi aliziwekeza kwenye mchezo huo. Alijiunga na wacheza sanaa wa mchezo wa karate katika kituo cha kitaifa cha karate huko Ubelgiji, ambapo alifanya mazoezi chini ya mkufunzi Claude Goetz. Baada ya miaka 4 ya mazoezi magumu, alipata nafasi kwenye timu ya Ubelgiji. Katika umri wa miaka 15, alianza kazi yake ya ushindani na katika miaka 5 alipata ushindi mara 44 na alishindwa mara 4 tu. Kama ulikuwa hujui, Van Damme ana mkanda mweusi black belt wa sanaa ya mchezo wa karate. Ngumi na mateke yake anayorusha katika kutengeneza filamu mbalimbali si ya mzaha kabisa. Hata hivyo, akiwa na umri wa miaka 16, Jean-Claude alianza kucheza ballet. Ilimsaidia kuboresha usawa wa mwili wake. Ulimpa nguvu na uharaka, kitu ambacho alikitumia katika sanaa ya mchezo wa karate na kuigiza filamu za mapigano. Hakuishia hapo, alijihusisha katika mchezo wa kickboxing na mchezo wa utunishaji wa misuli bodybuilding. Ni mtu mwenye vipaji lukuki. Ilifika muda alipewa jina la utani The Muscles of Brussels. Alipokuwa na umri wa miaka 18, akawa bingwa katika mashindano ya utunisha misuli ya kitaifa huko Ubelgiji. Van Damme ana kila kitu kutoka katika sanaa lukuki zikihusisha karate, kickboxing, ballet, bodybuilding na hatimaye hapo baadaye nguvu ya sanaa ya uigizaji ilianza kumwita taratibu. Hakusita kuitikia mwito huo. Hatimaye Van Damme alijaribu sanaa ya uigizaji wa filamu. Mwaka 1982, alipokuwa na umri wa miaka 22, Jean-Claude aliondoka Ubelgiji na alihamia Marekani pamoja na rafiki yake. Lengo lilikuwa kuja kujaribu katika sanaa ya uigizaji. Hakuwa nyota maarufu, hakuna aliyemjua. Ndo kwanza alikuwa anatupa karata yake ya bahati katika tasnia ya uigizaji. Mwanzo haukuwa rahisi sana. Alikuwa ni mgeni katika nchi iliyojaa mastaa. Ili kupata riziki na pesa za kusukuma maisha yake huko Marekani, alifanya kazi nyingi. Alifanya kazi za udereva wa taksi, alitembeza pizza kwa wahitaji majumbani, kisha alifanya kazi kama bouncer kwenye klabu na baa ya mwigizaji maarufu Chuck Norris, na pia hapo baadaye alipewa majukumu madogo madogo katika filamu ya Missing in Action iliyoigizwa na mwigizaji nguli Chuck Norris. Van Damme alihusishwa pia katika filamu ya Breaking. Huu ulikuwa mwanzo mzuri kwake. Lakini pamoja na kupata uhusika katika filamu zote mbili, bado hakuvutia mtu yoyote. Hakuna aliyetambua kipaji chake. Ilikuwa bado ni wakati mgumu sana kwa Van Damme kuteka mioyo ya watayarishaji wa filamu na wapenzi au mashabiki wa filamu. Lakini Jean-Claude hakurudi nyuma. Hakukata tamaa. Alijikakamua na kuendelea mbele. Kwa bahati nzuri, Van Damme alikutana na mtayarishaji wa Canon Pictures na ulikuwa ni wakati mzuri kwake kujipalilia kwa mtayarishaji huyu. Akamwambia yeye ni mjuzi mzuri wa karate na alimuonesha kwa vitendo ujuzi wake wa kupigana. Hiyo ilimpatia nafasi katika filamu pendwa ya Bloodsport, ikimhusisha mwigizaji pendwa Bolo Yang aliyeigiza kama hasimu mkuu wa Van Damme. Sidhani kama kuna mtu ambaye hakuipenda filamu hii, ambayo ilikuwa na seti nzuri za mapigano ulingoni, huku watazamaji wakivutiwa na kipaji kikubwa cha kupiga mateke cha Van Damme. Filamu hii iliteka hisia za watu wengi duniani kote. Filamu ya Bloodsport ilivuma sana nchini Marekani na ikaingiza pesa nyingi sana duniani kote. Watu wakalitambua jina la Jean-Claude Van Damme. Na toka hapo watazamaji wakaweza kumuona zaidi na zaidi katika filamu zingine nyingi.
Watazamaji wengi tukapendezwa na jinsi Van Damme anavyowapa mateke yake kwa mfululizo, na baadhi ya watazamaji walitoka katika mabanda ya kuangalia filamu mitaani wakajaribishiana mateke ya Van Damme. Jambo la hatari kabisa. Rasmi huu ukawa mwanzo mzuri wa mafanikio makubwa sana ya Van Damme. Alipewa uhusika katika filamu nyingi na nzuri ambazo zilimpa pesa nyingi sana. Hakuna ambaye atazisahau filamu kali ambazo matangazo yake yalijaza watu wengi kwenye mabanda ya sinema mtaani. Filamu kama No Retreat No Surrender, Cyborg, Kickboxer, Double Impact, Universal Soldier, Hard Target na Double Team ziliteka mioyo ya watazamaji duniani kote, na mpaka leo hii huwezi kuchoka kuzitazama tena na tena. Mafanikio haya yote hayakumwacha salama Van Damme. Kichwa kikavimba na hatimaye akaanza kufanya maamuzi mabaya katika maisha yake, na huu ukawa mwanzo wa matatizo yake makubwa ya matumizi ya dawa za kulevya, pombe na kisha ugonjwa wa bipolar. Watu husema mafanikio yako yanaweza kukufanya upofuke, au pengine yanaweza kukupa njia mpya za kufikiri, iwe ni nzuri au mbaya. Jean-Claude Van Damme alipata pesa nyingi hata kabla hajafikisha umri wa miaka 30. Hata hivyo, faida ya haraka ya kifedha iliathiri akili yake, na kulingana na watu wake wa karibu, alianza kujiendesha kama mwenda wazimu. Alikuwa mraibu wa cocaine kiasi kwamba wakati fulani alilazimika kutumia hadi gramu 10 kwa siku, vinginevyo asingeweza kufanya kazi. Ilipofika mwaka 1996, alijiandikisha katika kituo cha matibabu ya uraibu wa dawa za kulevya na ulevi, lakini hakuweza kumaliza matibabu yake. Aliondoka kliniki baada ya wiki moja tu. Matumizi yake ya dawa za kulevya yanaweza kuwa yalihusiana kwa kiasi fulani na ugonjwa wake wa bipolar. Madawa ya kulevya yalionekana kumsaidia kuendana na kushuka na kupanda kwa hali ya hisia zake, mood shift. Hata hivyo, kuna muda aligeukia mazoezi ili yamsaidie kupunguza uraibu wake, lakini haikusaidia, kwani punde alipoingia gym alijisikia kukosa hamu ya kufanya mazoezi, na kitu ambacho kilikuwa kinamsaidia ili asipoteze hamu ya kufanya mazoezi na kazi ilikuwa ni kubuia unga na cocaine na ulevi. Alikiri kuwa na tabia ya kutumia cocaine ya gramu 10 kwa siku, ambayo ilikuwa inamgharimu karibu $10,000 kwa wiki, ambazo ni takriban shilingi milioni 23.3. Tabia yake hii ikaanza kumharibia katika kazi zake za kuigiza. Hakuwa makini tena, alifanya mambo ovyo ovyo. Kazi zake nyingi zilienda moja kwa moja kwenye DVD na watu wachache waliwahi kuziona. Hazikuweza kuingia vizuri ndani ya box office. Akaanza kufeli. Uraibu mbaya wa matumizi ya dawa za kulevya ulianza kumpotezea dira ya mafanikio ambayo alikuwa ameyalenga. Ndo kwanza alikuwa bado kijana mdogo tu, hivyo alikuwa na malengo mengi ya kutimiza. Dawa za kulevya zilianza kumharibia malengo yake. Zilianza kumfanya awe mwendo wazimu. Mara nyingi alitoka nje kwa uchi bila nguo. Mara nyingi alikamatwa na polisi na kuwekwa kizuizini kwa kuendesha gari kwa sababu ya ushawishi wa pombe, DUI, yani driving under influence. Alipoitwa katika mahojiano ya ana kwa ana katika vituo vya televisheni, aliongea upuuzi tu na kutangaza imani yake kuwa jukumu la pekee la wanawake ni kutunza nyumba na watoto, vitu ambavyo havihusiani na kazi yake kabisa. Hakuwa mwanaume ambaye angekaa vizuri na wanawake. Hii inajidhihirisha kwani Jean-Claude Van Damme ameoa na kuachika mara 5 mfululizo, mara 2 na mwanamke mmoja. Kwa sababu ya kashfa zake ambazo ni mbaya, watayarishaji wa filamu walianza kumwadhibu kwa kutomshirikisha katika majukumu makubwa katika filamu mbalimbali. Filamu yake ya JCVD ya mwaka 2008 ilipokelewa vyema na wakosoaji na wachambuzi wa filamu. Ikasimama kama filamu yake bora ya comeback. Kutoka kwa ndoa zote za Van Damme, alifanikiwa kupata watoto 3, binti na wana 2 wa kiume. Hata hivyo, hata wazao wake wa kiume wamefuata utukutu wa baba yao. Mwaka 2017, polisi walimkamata mwanaye mdogo kwa kumtishia mwenzake kwa kisu. Alishtakiwa kwa kudhuru mwili wake binafsi na kupatikana na dawa za kulevya. Kama baba, kama mtoto, usemi ukaanza kujidhihirisha.
Itakumbukwa kuna muda Van Damme alipokea dola milioni 7 kutokana na jukumu lake katika urekebishaji wa video game ya Street Fighter. Filamu ya Time Cop yenye mafanikio makubwa ilimfanya kuwa nyota mkubwa zaidi, lakini kwa bahati mbaya pesa zote zaidi ya milioni 7 ziliishia kwenye pua yake. Katika mahojiano na EW, Van Damme alielezea siku ambayo cocaine ilikuwa karibu kumaliza maisha yake katika chumba cha hoteli huko Hong Kong. Nilikuwa chumbani, niliandika nyuma ya karatasi ya script yangu. Niliandika matatizo yangu, magumu yangu, hofu yangu. Niliandika kwa kutumia unga wa cocaine. Niliandika na kuandika karibu kurasa 80 na nikakaribia kuzimia. Nilikuwa kwenye kona ya chumba, nilikuwa nakufa. Mwili wangu ukiwa sakafuni, nilihisi baridi, nilihisi joto, nilihisi uoga. Sikujisikia na kujielewa kuwa mimi ni mwanaume au mwanamke. Dawa za kulevya zilikuwa zinakwenda kunimaliza kabisa na kuua kipaji changu, alisema. Baada ya tukio la hoteli ya Hong Kong, Van Damme aliachana na matumizi ya cocaine, na toka kipindi hicho alianza kupokea dawa za mfadhaiko wa akili toka kwa madaktari na wataalamu. Sijisikii mabadiliko kwenye dawa nilizopewa, alisema. Labda ninahisi 5%, lakini naona tofauti ndani yangu na kwa watu wanaonizunguka. Cha kuvutia ni kwamba tangu alipotoa filamu yake ya mwaka 2008 ijulikanayo kama JCVD, hatimaye alikuwa ameacha tabia yake ya cocaine na alikuwa akitafakari maisha yake mwenyewe. Filamu hiyo ilipokelewa vyema na ilisaidia kumrudisha katika mkondo wa tasnia ya filamu huko Hollywood. Mwaka 2012, Van Damme aliteka tasnia ya sinema tena, lakini wakati huu sio kama mtu aliyepotea akiwa na hadithi ya kijinga ya matumizi ya dawa za kulevya. La hasha. Safari hii alitekeleza vyema uhusika wake na aliutendea haki. Alipewa fursa ya kucheza kama mtu mbaya katika filamu ya Expendables 2 pamoja na waigizaji wenzake wakongwe Sylvester Stallone, Jason Statham, Liam Hemsworth, Dolph Lundgren, Jet Li, Randy Couture, Arnold Schwarzenegger na Bruce Willis. Miaka kadhaa baadaye, Van Damme alikutana na rafiki yake wa muda mrefu Chuck Norris kwenye screen za sinema. Ndani ya Expendables 2, akiwa ameuvaa uhusika hasi, anaonekana kurudi kwenye mizizi yake ya uigizaji filamu. Katika pambano la mwisho la kukumbukwa akipambana na Sylvester Stallone, Van Damme alionyesha kuwa alikuwa bado hajasahau teke lake pendwa la kugeuka huku akiruka juu. Kama alivyoiambia Yahoo Entertainment, alisema hii ni shukurani kwake na pambano lake dhidi ya Stallone ilikuwa ni vita ya moja kwa moja. Toka hapo Van Damme amerudi kwa kasi na kushirikishwa katika filamu mbalimbali ambazo zimemrudisha kwenye reli. Hadithi ya Van Damme ni sawa na ile aliyoigiza mara nyingi katika kazi zake. Anajumuisha mhusika ambaye katika maisha yake anaangushwa chini mara kadhaa, lakini kila mara anaweza kuinuka akipata nguvu.